Historia inakwenda kuandikwa kwa siku hii leo, naweza nikasema hivyo, kwa upande wa timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, wakiwa wanacheza kwa mara ya kwanza hatua ya 16 kwenye upande wa AFCON. Na hii leo tunafahamu kwamba tunakwenda kucheza mechi ambayo itakuwa ni ngumu kweli kweli, haswa kutokana na historia ya Morocco, lakini pia kitu kingine, wao ndio wenyeji. Ni moja ya mechi ambayo itakuwa na mashabiki wengi kweli kweli, kwa sababu Morocco kwenye kila mechi ambayo wameweza kucheza mashabiki wameitika kweli kweli. Sasa hasa kwenye mchezo huu muhimu ambapo tunasema kwamba ukifungwa basi unaondolewa. Hivyo kwa upande wa timu ya taifa ya Tanzania tayari na wenyewe pia wanaamini kwamba wanakwenda kuandika historia, lakini pia wanataka kufanya mechi hii iwe na ugumu zaidi, hasa kwa upande wa Mwalimu Miguel Gamondi, namna ambavyo ameingia kwenye mchezo huu wa siku ya hii leo. Sasa twende tutazame hapa moja kwa moja kwa upande wa kikosi, lakini pia kabla hatujakwenda kwa watazama kikosi, nikukumbushe tu hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi nikuombe subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Mimi naitwa Chicharito, karibu tuweze kuangazia kikosi kwa upande wa timu ya taifa Tanzania dhidi ya Morocco hapo baadaye. Kwa aina ya mfumo ambao mwalimu ameingia nao ni mfumo wa 5-3-2. Ukitazama mfumo unaona namna ambavyo mwalimu anataka kwenda kwanza kuheshimu Morocco, lakini pia na kuweka energy zaidi kwenye eneo la kuzuia kuliko kushambulia. Hivyo kwenye upande wa kushambulia atakuwa akitumia counter attack pale ambapo anapokonya mpira. Sasa kwa upande wa golini yupo golikipa Zuberi Foba. Kwa upande wa Foba msimu huu tunafahamu ameweza kucheza michezo miwili kwenye upande wa AFCON, mechi moja ambayo ameweza kucheza Hussein Masalanga. Hivyo kwa upande wa mwalimu anaamini kwamba kwa upande wa Zuberi Foba huyu ni chaguo la kwanza kutokana na kile ambacho amekuwa anakitoa hasa kwenye michezo ambayo ameweza kucheza. Tunafahamu kwa upande wa Foba ni kipa ambaye amekuwa na jasiri, lakini pia amekuwa ni mzuri ile 1-to-1, amekuwa anacheza vizuri zaidi, lakini pia ni golikipa ambaye yuko vizuri kwenye upande wa mipira ya chini. Kwa hiyo kwa upande wa golikipa Zuberi Foba, Mwalimu Miguel Gamondi anamwamini kwenye mechi hii ngumu. Lakini sasa kwenye upande wa mabeki kama ambavyo nimekuambia, mabeki wako watano. Kwanza kwenye upande wa beki wa kulia yupo Haji Mnoga. Kwa upande wa Mnoga atakuwa akisogea zaidi kwenye eneo la juu kwa namna ambavyo atakuwa akishambulia, lakini pia na kutunza energy kwenye eneo la chini. Kwa upande wa jukumu lake ni kuwakaba wale mawinga hatari ambao wamekuwa na uhatari zaidi. Hapa namzungumzia Diaz pamoja na Ezozo ambao wako vizuri zaidi kwenye upande huo wa pembeni. Lakini pia Mohamed Hussein yuko kwenye upande wa beki ya pembeni kushoto. Kwa upande wa Mohamed Hussein tunafahamu ni mchezaji ambaye amekuwa na uzoefu mkubwa hasa kwenye mechi za kimataifa. Kwa upande wa mwalimu atakuwa akimhitaji zaidi Mohamed Hussein kuto kupanda mara kwa mara, hasa kutokana na ubora ambao walionao mawinga wa Morocco. Kwa upande wa mabeki wako watatu, mabeki wa katikati yuko Bakari Nondo Mamnyeto, ambapo tunafahamu kwa upande wa Mamnyeto ni mchezaji ambaye amekuwa ni kiongozi mzuri, lakini pia amekuwa na uwezo mzuri wa kuendelea kucheza kwenye eneo hilo. Yeye kitu kikubwa zaidi ambacho atakuwa anakifanya ni kusimamia eneo hilo hatari kwa ajili ya kuzuia mipira aina yoyote, lakini pia na kuongoza kwenye eneo la ulinzi. Wakati huo pia beki mwingine ni Ibrahim Baka. Baka tunafahamu ni mchezaji ambaye amekuwa yupo kwenye ubora wakati wote. Kwa upande wa mwalimu atakuwa akimtaka Baka kuwa na utimamu zaidi kwenye eneo la kuzuia, hasa pale ambapo atakuwa akimzuia Ayubu El Kahabi ambaye ameonyesha uwezo wa hali ya juu hasa kwenye mipira yote juu pamoja na chini. Lakini pia atasaidiana na Dickson Job. Maana kama mabeki hao watatu, Dickson Job atakuwa na beki watatu kwenye eneo hilo. Kwa upande wa Job tunafahamu namna ambavyo amekuwa na uwezo wa kuweza kucheza na kuweza kushusha mpira chini pale ambapo atakuwa anapokonya, basi atakuwa ni mchezaji ambaye atakuwa na atazamwa zaidi kuanzisha mashambulizi. Lakini pia kwenye eneo la viungo wako viungo watatu kutokana na aina mfumo ule wa 5-3-2. Kiungo ambaye yupo kwenye eneo hilo yupo Alphonse Msanga. Kwa upande wa Msanga tunafahamu ni mmoja mchezaji ambaye amekuwa ni mpambanaji mara zote, amekuwa anafanya mashambulizi, ana nguvu ya kukaba. Jukumu lake kubwa zaidi ambalo atakuwa analifanya kwenye eneo hilo ni kuzuia zaidi. Lakini pia kwenye eneo hilo atasaidiana na Novatus Dismas. Kwa upande wa Novatus tunafahamu ni box to box, ana stamina, lakini pia ana nidhamu kubwa. Kwa upande wa mwalimu huyu ndiye ambaye atakuwa anamtegemea zaidi kwa ajili ya kuwalinda walinzi, lakini pia na kuanzisha mashambulizi yale ambayo atakuwa akiyafanya Tanzania ya haraka haraka. Lakini pia kwenye eneo hilo atakuwa pia Faisal Salum ambaye atasimama kama kiungo mshambuliaji, ambapo Faisal kwa upande wa Miguel atakuwa anamtazama kama mchezaji ambaye atakuwa ni mbunifu kwenye eneo hilo, lakini pia atakuwa anamtazama namna ambavyo atakuwa anapiga pasi, lakini pia uwezo wake kupiga mashuti. Kwa upande wa mwalimu atakuwa akimtumia kama mchezeshaji wa kutengeneza nafasi zaidi, zile nafasi ambazo Tanzania watakuwa wakizitengeneza. Lakini pia washambuliaji wako wawili kwenye eneo la mbele, mwalimu amekuja namna hiyo. Yupo Selemani Mwalimu ambaye atasimama kama mshambuliaji wa kati. Kwa upande wa Selemani tunafahamu ni mchezaji ambaye amekuwa na nguvu, ni mzuri, lakini pia amekuwa na uwezo kupambana vizuri. Hivyo kwa upande wa mwalimu huyu ndiye ambaye atakuwa akimtumia kama target man wa kushikilia mipira na kuwapa nafasi
kwa upande wa wachezaji wengine ambao watakuwa kisogea kwenye eneo hilo, ambapo atasaidiana na Simon Msuva ambaye naye pia atasimama kama mshambuliaji wa kati ambaye mara nyingine atakuwa akicheza kutokea kwenye eneo la pembeni. Huyu Msuva ndiye mchezaji ambaye tunasema kwamba ni mzoefu, lakini pia nidhamu ya kimbinu, lakini pia kocha atakuwa akimtumia kushambulia zaidi kwenye mipira ile ambayo itakuwa inapigwa mirefu, kwa sababu huyu kasi yake ndio ambayo itakuwa